إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، وقد فاز المتقون. للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفيه حقه شدد عليه ذلك الموقف. Ndugu zangu wema, baada ya himdi na salamu, tuko tena pahala patukufu kukumbushana machache kati ya mengi ambao twafaa tukumbushaneni. Mwanadamu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana visimamo viwili. Ana sehemu mbili ambazo anakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mawqifun baina yadayhi fi salat, sehemu anakutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sala. faman qama bihaqqi hadha almawqif, yule ambaye atayatekeleza yafaayo kutekelezwa kwenye kisimamo hiki, kwenye nafasi hii, basi mtu huu husahilishiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye mkutano mwingine, kwenye makutano mengine na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule ambaye atasimama kwa haki kwenye maukifu haya, kwenye sehemu hii ya kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nao ni swala, basi yeye husahilishiwa kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maukifu haya mengine ya kukutana naye yaumul qiyama. Lakini yule ambaye atadharau maukifu haya, shuddida, atapata tabu katika maukifu hayo mengine ya kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wema, kwa maneno haya ya al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu, tunafahamu ya kwamba kuna haja kubwa ya mwanadamu Muislamu kuitekeleza ibada hii kwa manufaa yake yeye mwenyewe, si kwa manufaa ya mtu mwingine, ili upate sahali katika maukifu mengine utakaokutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na huna budi lazima ukutane naye.
na huna budi lazima ukutane na maukifu hayo, na huna budi lazima uende huko ambako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamjazi kheri aliyofanya kheri na atamjazi shari aliyofanya shari katika dunia yake. Kwenye sehemu kubwa ya mwanadamu kuepukana na shari hii ya dunia na ya akhera, ni lazima ahakikishe kwenye sehemu hii ya sala amelitekeleza jambo lenyewe kwa kiasi ya bidii yake atakayoweza. Akidharau, basi amejihakikishia tabu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akidharau toa hii, ambapo mwanadamu hafai kulidharau la taa chochote lolote katika la taa, kama ambavyo hafai kulidharau la maasiya lolote, kwa maana ya kwamba hata maasiya yakiwa madogo awe anahakikisha ya kwamba yeye hatoyafanya, au akiwa ameyafanya basi ahakikishe ameomba toba. Lakini kwenye taa hafai kulidharau lolote la taa. Lolote la taa ahakikishe amelifanya, kwa sababu hajui ni taa ipi ambao itamuingiza mja huu katika neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu wema waliotangulia katika kusimama na jambo hili la sala, mmoja wao atutolea habari ya kwamba alikuwa akiingia msikitini kabla ya kuadhiniwa. Kabla ya kuadhiniwa yeye aingia msikitini. Fasuila, akaulizwa, limadha tadkhulu almasjida qabla al-adhan? Kwa hikma ipi au kwa nini wewe ingia msikitini kabla ya kuadhiniwa? Fabtasama, akacheka. Waqala, baadaye akasema, al-adhanu laysa li, adhani si yangu mimi. Inma huwa liman ghafala an salatihi, adhani kwa yule ambaye ameghafilika na sala yake. Wa ana la uridu an uktaba inda Allahi min alghafilin, mimi sitaki niandikwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miongoni mwa walioghafilika. Hakadha kanu, walikuwa hivi watu wema. Hawangoji adhani kuingia msikitini, hawaitwi na adhani kuingia msikitini, bali wao walikuwa wakidai na wakiwa na itikadi ya kwamba adhan ni kwamba nimesahau, nimeghafilika, inanikumbusha kuswali. Sema adhanu laysa li, adhani si yangu mimi. Aliyeghafilika na sala ndio anaitwa hayya ala sala, hayya ala sala, Joni muswali. Ambaye hakughafilika atakwenda msikitini kabla al-adhan. Kwa hivyo sema akhsha an uktaba inda Allahi min al-ghafilin, naogopa sio nikaandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu kwamba mimi ni katika walioghafilika. Mimi sijaghafilika na sala, asema mwanatuoni huu au mtu mwema huyu. Ndugu zangu wema, kwenye jambo hili tumeghafilika. Saa nyingine hata adhan haitupeleki misikitini, hata adhan hatuiti hayya ala salah, hayya ala alfalah, njoni kwenye sala, njoni kwenye kufaulu, haitupeleki misikitini, kwa sababu
Mughafala, ndugu zangu wema, umekuwa mno katika jambo hili. Na nini? Ni kwa sababu ya kujizoeza kwamba wewe wangoja adhani. Lakini ukijizoeza nafsi yako ya kwamba wewe waingia msikitini kabla al-adhan, utaingia msikitini kabla al-adhan. Yule muadhini anayoadhini alfajiri au katika vipindi vingine huitwa na adhani ipi? Anayeadhini msikitini katika msikiti huu katika salatul fajri huitwa na adhani ipi? Wala haitwi na alam ya saa. Na aliyojizoeza hivyo kabla ya alamu ambao ameiweka ya saa, huwa tayari ashaamka, ameingia, ameinuka, yuenda msikitini bila ya kuamshwa na taimu zile zile alizokusudia. Akiwa amezoea kuamka saa 8 kusali tahajjud wa qiyamul layli, basi atainuka saa 8 bila ya kuamshwa na mtu. Ikiwa amejizoeza kuamka saa 10, ile ndiyo aingie msikitini adhani na katika kipindi hiko aswali, basi ataamka aswali kwa time, adhini kwa time, kwa sababu amejizoeza. Na mtu akijizoeza jambo huwa vile vile alivyojizoea, kwa sababu mwili na moyo wa mwanadamu unahitaji kuzoezwa kufanya jambo. Umelitia jambo katika mwili, katika roho yako. Na wanasema wataalamu wa mambo haya ya nyoyo ya kwamba moyo ni kama glasi au kikombe. Kile unachokitia kwenye kikombe ndicho utakachokimwaga au ndicho utakachokinwa. Al-ina'u yunfadhu ma fihi. Ikiwa hukutia kitu kwenye kikombe, tofauti ya moyo na kikombe ni hili tu. Wamepiga mfano ni kama kikombe, ukitia kitu ndicho utakachokimwaga. Lakini wasema tofauti ya moyo na kikombe ni kwamba glass ukitotia kitu humwagi kitu. Lakini moyo juu ya kwamba wafanana na kikombe katika kuchukua au glass, ukitotia kitu kitaingia kingine. Moyo wako ukizoeza sala, utakuwa umeingia sala, hakuna lingine la ukizoeza moyo wako kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndani ya moyo itakuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu, hakuna jambo lingine. Lakini uzoeza moyo wako kwenye jambo hili, litaingia jambo lingine. Ukitozoeza moyo wako kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utampenda shetani. Moyo haukubali, lazima kuwe na kitu ndani. Sasa moyo na akili ukizizoeza swala, na kwamba wewe lazima uamke saa 10 ala al-aqali, basi wewe utaamka saa 10. Ndugu zangu, hatuoni mtu ambaye anataka kusafiri saa 8 za usiku akawa amejipangia nguo zake na nini zake, lakini time yake ya kusafiri saa 8 za usiku, hata akalala saa 6, saa 8 kamili ataamka kabla ya alam. Kwa sababu ndivyo ilivyoumbwa hii miili na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya kwamba lazima ujizoeze jambo. Sasa sisi kwenye swala tumeghafilika mno, kwa sababu mahaba ya swala ndani ya nyoyo zetu hayapo kwa kiasi inavyotakikana. Kwa hivyo moyo umetawaliwa na mambo mengine. Kuna jambo wewe huwezi kulisahau, lakini swala waweza kuisahau. Kwa hivyo hakimu huu na mtu mwema huu asema, adhani si yangu mimi, kwa sababu mimi si katika wale walioghafilika, na naogopa kuandikwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba mimi ni minal ghafilin.
Ndugu zangu wema, mtu akijizoeza kufanya toa na akawa hadharau katika kufanya ile toa, akakosea kidogo tu, atakumbuka ya kwamba mimi nahitajika kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama inavyozungumzwa kila siku na wanavyozungumza wanazuoni wetu wema, ni kwamba mwanadamu hakuumbwa asifanye makosa, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumbia istighfar baada ya kufanya makosa, ili apate kudumu kwenye toa. Na hakuna toa ambayo inamzuia mwanadamu asende kufanya makosa kama swala. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Hakuna ibada inaomzuia zaidi mwanadamu ili akontroli makosa yake kama kuswali. Kila wakati huwa ikimvuta, kila wakati huwa akisikia hayya ala sala, hayya ala alfala, kila wakati huwa kipindi kimeingia ili kutwahirisha yale machache aliyoyafanya katika baina ya kipindi hiki na kipindi kile. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyompenda huu mwanadamu. Amemwekea ibada yeye ilhali aona ni tabu kuifanya ibada hii, lakini amemwekea ibada kumtwahirisha kwenye kila sehemu. Baina salati alfajri na dhuhuri mwanadamu aweza akafanya baadhi ya makosa, lakini swala ya dhuhuri inamngojea kumsafisha kutokana na makosa aliyoyafanya katika kipindi kile. Mwenyezi Mungu amemwekea istighfar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea swala zingine za dhuha kabla ya hapo. Mwenyezi Mungu kabla ya hapo amemwekea udhu ili swala yake isihi, na maana ya udhu ni kujitwahirisha na baadhi ya matatizo na makosa uliyoyafanya katika kipindi hiko. Kwa sababu hatawadhi mwenye kutawadha ila makosa yake huwa yakimiminika, yakianguka kama yanavomiminika maji ukipaka usoni au ukiwa umepaka kwenye mikono. Kwa hivyo kila kitu katika ibada hizi alizotengewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na akafundishwa na mtume wake Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, ni sababu za kumghufiria mwanadamu dhambi zake ili ende mbele za Mola wake akiwa safi. Ndugu zangu wema, hafai mtu kudharau jambo la wema, wala hafai kuona kwamba dhambi hizi ni ndogo. Hufai kabisa kuona ya kwamba kuna wema unaofaa kuufanya basi ukasema lema hili ni ndogo na ngoja kubwa. Wala hufai kuona kwamba kuna dhambi ukaiona dhambi ile ni ndogo ukasema hii si neno, baadaye tataka msamaha, kwa sababu hujui litakalo kutunda, hujui litakalo kuokota, hujui litakalo kusaidia katika lema ili likutie peponi, wala hujui litakalo kudhuru katika baya likutie motoni. Kharaja abuna Adam min aljanna bidhanbin wahidin.
Baba yetu Adam alitoka peponi kwa dhambi moja tu. Wa khulida iblisu fi nari bidhambin wahidin, na Iblis atabaki milele motoni bidhambin wahidin, kwa dhambi moja tu. Kwa hivyo lolote linalokufaa mwanadamu wafaa ulipige makamama, lakini lolote linalokudhuru wewe mwanadamu, wewe liepuke. Kwa sababu gani? Kwa sababu ndugu zangu wema, tatizo kubwa linaloyakumba maisha ya wanadamu sote ni kwamba hakuna ajuaye mwisho wake ni lini. Huenda lema lile ulilolifanya likakuokoa ukawa kumbe ndio mwisho wako, ndilo lema, ndilo jambo la mwisho ulilolifanya katika maisha yako. Na huenda likawa ovu lile ulilolifanya kumbe ndilo jambo lako la mwisho katika maisha yako, ikakusababishia wewe kuingia motoni. Mwenyezi Mungu atatuepusha na moto wa Jahannam. Ndio wanazuoni wema walikuwa wakiulizwa masuala katika mambo haya, wakijibu hivi: jaa rajulun ila Sufyani Athauri rahimahullahu, alikuja mtu kwa Imam Sufyanu Thauri rahimahullahu, faqala lahu ya aba Abdullah awsini, akamwambia babaki Abdullah, ni usia, nipe wasia. Al-Imam Sufyanu Thauri akamwambia huu mtu maneno haya: i'mal lidunya biqadri baqaika fiha, i'mal lidunya biqadri baqaika fiha, fanya katika dunia kwa kiasi ya muda utakaobaki katika ile dunia. Wa'mal lil akhirati biqadri baqaika fiha, nafanya mambo ya akhera kwa kiasi utakavyobakia kule akhera. Wa'ati Allah biqadri hajatika ilayhi, namtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kiasi ya haja yako kwake. Wa'mal min al-ma'asi biqadri ma tutiqu min al-uquba, fanya katika masala ya kumwasi Mwenyezi Mungu kwa kiasi utakavyoweza kuvumilia adhabu. La kwanza alimwambia, katika amali zako za kidunia, katika dunia yako, tenda mambo kwa kiasi ya vile utakavyobakia wewe katika ulimwengu. Wewe utabaki muda gani katika ulimwengu? Jihisabie wewe utaishi mpaka lini. Jilinganishe na wengine walioishi katika dunia. Kwa hivyo ukipata kipimo hiko, basi wewe fanya mambo yako ya dunia utakavyo kwa kiasi utakavyoishi katika dunia. Miaka 100, miaka 200, miaka 1000,
miaka 2000, wejipe kiasi utaishi katika dunia miaka gani, basi fanya uyatakao katika dunia yako. Lakini ukipima akhera yako, vile vile fanya ya akhera yako kwa kiasi utakavobaki kule akhera. Akhera utabaki kwa muda upi? Ni milele? Kabrini kabla ya kufufuliwa kwa muda upi? Ni mwingi zaidi kabla ya kushinda ya dunia. Kwenye mahshar utabaki kwa muda gani? Kwenye kuhisabiwa kwa muda gani? Utakapopata njia ya kupita kwenye mizani itakuwa umetetemeka na kushtuka kwa muda upi? Sasa haya yote yazingatie. Duniani jipimie, nitaishi miaka kadhaa, basi fanya utakalo. Lakini akhera jua vile vile utaishi kwa muda upi. Tumesema katika mimbari hii hapa, kama nakumbuka vizuri, wewe usimwangalie Adamu alayhi salam wala Nuhu, muangalie babu yako na babu yako wameishi muda gani katika kaburi. Mpaka sasa wako mkaburini, na hatujui wataendelea kuishi kwa muda upi. Sasa Sufyanu Thauri amwambia huyu aliyotaka wasia kwake ya kwamba katika akhera, mambo ya akhera vile vile fanya kwa kiasi utakavoishi katika akhera. Wewe mwenyewe utaamua, kwa maana kwamba ukifanya mazuri kwa muda mrefu huo wa akhera utakuwa umesalimika, na ukifanya mabaya kwa muda mrefu huo wa akhera utakuwa umehasirika. Lakini ukifanya mabaya katika muda utakaoishi dunia, basi dunia muda wake ni mfupi. Lakini ukifanya mazuri katika muda mfupi utakaoishi katika dunia, utapata mazuri katika muda mrefu utakaoishi akhera. Kisha mwisho akamwambia maneno haya: idha aradta an ta'si Allah fa'sihi fi makanin la yaraka fihi. Ukitaka kumwasi Mungu, basi muasi Mwenyezi Mungu pahala ambapo Mungu hakuoni. Fabaka ar-rajul wa mala, yule aliyetaka wasia akalia kisha akaondoka, kwa sababu amemwambia kwenye maana yake ya maneno haya marefu ya kwamba una haja ya kuitukua dunia kuifanyia kazi ya akhera, kwa sababu akhera ndipo pahala parefu pa kuishi, na huko ndipo watu watakapohukumiwa. Hivi ndivyo walivyokuwa waishi watu wema katika ardhi hii tunaoishi sisi baada ya wao kuondoka. Lakini Ar-Rabi'ul Haytham rahimahullahu min shiddati bukaihi fi al-layli, alivyokuwa yualia sana usiku na kusimama usiku mno, siku moja saalathu ummuhu, mamake alimuuliza, akatalta nafsan ya bunayya, mbona wafanya ibada mno, mbona walia mno, akatalta nafsan, umeua? Angalia haya mambo yarudia hata huku kwetu. Mtu akionekana yuwafanya ibada sana, waambiwa na nini? Ana dhambi mno. Hata wengi wetu, baadhi yetu wakiwaona wale wanaoswalisha tarawehe na kwenye misikiti wakilia, sema kumbuka dhambi zake yule. Mama amuuliza mwanae, usiku yualia, usiku yuwafanya ibada kwa nguvu, amwambia akatalta nafsan ya bunayya, umeua, mbona saa zote walia?
akamwambia naam, qataltu nafsi bidhunub, ya umma, ndiyo ni kweli nimeiua nafsi zangu kwa sababu ya madhambi, ndiyo nikalia. Hakadha kana ahwalu halu salihin, walikuwa wakiyafikiria ya akhera. Ndugu zangu wema, wakipata tabu kwamba kuna liqa, kuna kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. ardhi tuhadithu akhbaraha, itatoa habari kwamba siku ya juma ulikuwa pahala fulani ukiswali na ukasujudu, akili yako ikawa yaelekea iko kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ukasujudu ulikuwa waja kutekeleza tu, lakini wewe huko katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila unapokanyaga katika ardhi hii itatoa habari yaum al-qiyama ya kwamba fulani bin fulani alikanyaga hapa, itoe ushuhuda ulivokanyaga katika ardhi ile. Ndiyo maana yauma idhin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Na ndiyo watu wema walikuwa katika kila sehemu wakifika, imma yasjudu lillahi subhanahu wa ta'ala au yatasaddaqu. Kila endapo anamsujudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au anatoa sadaka, kwa maana nyingine, au anafanya jambo lema kwa kuchelea, kwamba kwa kuamini ya kwamba kesho yaum al-qiyama ardhi inishuhudie kwamba nimefanya mema, na ikiwa nitakuwa nimefanya maovu basi vile vile ardhi itanishuhudia kwamba nimefanya maovu. Ndugu zangu wema, kwenye kukutana na Mwenyezi Mungu yaum al-qiyama kwa hitaji uwe umejipanga katika dunia yako. Kwenye kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaum al-qiyama utasahilishiwa kwa sababu ya mkutano wako na kikutano chako katika dunia yako. Kule kukutana kwako katika dunia yako ulipokuwa wakutana na Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiukweli na kumtii, litakusahilishia kukutana na Mungu yaum al-qiyama. Lau kwenye swala yako hutokuwa ukiitekelezea haki yake, basi kikao chako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wasema shuddida, kitakuwa kikali mno. Ndugu zangu wema, kuna dharura ya kila mmoja wetu ajipime wakati anapofanya amali njema, na aombe msamaha wakati anapofanya amali ambayo itakuwa imemuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yaumal qiyama kila kitu kitakuwa kinyume chako. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه،
وثلث بكم أيها الناس فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته برحمتك يا أرحم الراحمين وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.